Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imewasilisha bungeni bajeti yenye thamani ya shilingi trilioni 2.3 kwa ajili ya matumizi na miradi mbalimbali ya maendeleo kwa mwaka wa fedha 2026/27. Waziri wa Elimu Profesa Adolf Mkenda ameliomba bunge kisha kwamba inaidhinisha bajeti hiyo ili kwenda kutekeleza masuala mbalimbali, kubwa likiwa ni sera mpya ya elimu ya lazima ambayo inakwenda kwa miaka 10 sasa. Mwanafunzi ambaye atakayeanza darasa la kwanza atasoma miaka 6 na kisha baada ya hapo ataendelea na miaka 4 ya sekondari ya awali, ikiwa kwamba form 1 ama kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha 4. Hiyo ndio elimu ya lazima kwa Tanzania kwa sasa. Utekelezaji wake utaanza rasmi Januari ya mwaka 2028. Wanafunzi ambao watafikisha mwaka 2027 wakiwa darasa la 7 na wale wa darasa la 6 wote watalazimika kwenda kuanza kidato cha kwanza kwa pamoja. Nazungumzia takriban wanafunzi milioni 3. Kwa mujibu wa waziri mwenyewe, anasema tayari serikali imeshaanza juhudi mbalimbali za kuhakikisha miundombinu inakidhi kiwango hicho, jambo ambalo linasimamiwa kwa ukubwa wake na ofisi ya tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI. Je, miundombinu iliyopo inatosheleza? Idadi ya walimu tulionao watakidhi idadi ya wanafunzi wapya watakaoanza kidato cha kwanza? Lakini nini ambacho kinapaswa kufanyika ili malengo haya yaweze kutimizwa ipasavyo? Hayo ndio ambayo tutakayoweka mezani kwenye mjadala wetu wa uchanganuzi hii leo. Naitwa Nurdin Selemani. Studio tumemwalika Moses Kiando. Karibu sana. Asante sana. Kwema? Kwema kabisa. Mambo anasemaje? Mungu ni mwema. Umefuatilia hotuba ya leo ya waziri? Naam, nimefuatilia na kurudia mara kadhaa ili kupata uelewa wa kutosha juu ya mustakabali wa nchi katika sekta ya elimu ambayo mimi ni miongoni mwa wadau wa sekta hiyo. Kabla tujaenda mbali, Kiando, kwanza tutasikia sehemu ya kile ambacho waziri alikisema bungeni hii leo, lakini pia kamati ya bunge na yenyewe yale ambayo waliyawasilisha kama maoni yao katika utekelezaji wa bajeti hii ya mwaka 2026/27. Serikali itaendelea na maandalizi ya utekelezaji wa elimu ya lazima ili kupokea wanafunzi wa darasa la 6 na wanafunzi wa darasa la 7 kwa wakati mmoja kuingia kidato cha kwanza mwezi Januari 2028. Utekelezaji wa jambo hili muhimu unafanywa na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, lakini Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia itashirikiana na TAMISEMI hasa katika maandalizi, kuandaa miongozo, kutafuta rasilimali kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu na ununuzi wa vifaa vinavyohitajika, kuhamasisha ushiriki wa wadau ikiwemo sekta binafsi, pamoja na kutoa mafunzo kwa walimu. Serikali itoe fedha kwa ajili ya ujenzi wa vyuo vya mafunzo ya ufundi stadi VETA 64 za wilaya na 1 cha mkoa wa Songwe. Aidha, kamati inashauri serikali iajiri watumishi, inunue vitendea kazi na kujenga karakana. Hatua hii itawezesha vijana wengi kupata ujuzi stahiki wa ufundi na kuingia kwenye soko la ajira ambalo litakalopunguza changamoto ya ajira nchini. Naam, ni maoni ya kamati ambayo wamewasilishwa pia bungeni hii leo. Kiando, sera mpya ambayo inaleta ulazima sasa wa elimu kufikia miaka 10. Naam. Kwa namna ambavyo tunaangalia juhudi ambazo zinafanyika serikali na wadau mbalimbali, tunaona mustakabali gani kwenye elimu yetu kwenye eneo hili jipya la hii sera? Kimsingi sera yenyewe ni ya mwaka 2014, toleo la mwaka 2023 na 24. Kwa hiyo ni jambo ambalo limeanza kufikiriwa kwa zaidi ya miaka 10 iliyopita. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba utekelezaji unapokuja, kuna mambo mengi yamekwisha fanyika kiasi kwamba serikali inaona sasa ni wakati mwafaka kuingia katika utekelezaji. Kwa sababu ambazo Mheshimiwa Waziri amezitoa na ambazo
wadau wa elimu wamekuwa wakisema ni dhahiri kwamba mtoto anapomaliza darasa la 7 hata katika miaka siku za karibuni anakuwa bado mdogo, miaka 13 kwa wale ambao wameingia katika umri wa kawaida wa miaka 6 au miaka 14 kwa ambaye ameingia na miaka 7. Kwa hiyo anakuwa bado hajakwiva kuingia katika soko la ajira au kujiajiri, japo katika maeneo ya vijijini wanaweza kuingia, lakini kwa kweli hata kimataifa si sawa, anakuwa bado ni mtoto. Kwa hiyo lengo la kufikisha elimu msingi, maana kuna dhana mbili hapa. Elimu ya msingi ndio hii itaishia darasa la 6, lakini elimu msingi mpaka kidato cha 4 ambayo itakuwa ni lazima. Inamfanya mtu aliyeingia na miaka 6 darasa la kwanza amalize akiwa na miaka 16. Amebakisha miaka miwili tu kuwa mtu mzima, lakini hata miaka 16 angalau anaweza kuingia katika soko la ajira kwa maana ya kujiajiri au kuajiriwa, ukizingatia kwamba katika sera hii na mitaala hii imeboreshwa katika kiwango cha kufanya atakapoingia katika ngazi ya sekondari aweze kupata umahiri fulani au amali ambayo itampeleka kwenye kuwa mahiri katika eneo fulani, hata kama hataendelea na masomo ya kawaida. Kwa hiyo ni jambo zuri na tunaiombea serikali mema utekelezaji wa sera hii kwa mwaka 2028 utakapofika. Serikali inasema malengo makubwa ni kuwajenga hawa wanafunzi kama ulivyogusia kwenye eneo la umahiri. Maana yake kuwapa ujuzi, wakiweka mambo ya amali na vitu vya namna hiyo. Kwa hali yetu ambayo tunayo sasa, ni rahisi ama ngumu kwa kiwango gani kuweza kulitimiza hili na hatimaye tukazalisha wanafunzi ambao waweze kumudu kile ambacho malengo ya serikali na wadau wa elimu wanayataka? Changamoto ambayo kwa kweli malengo ni mazuri sana. Changamoto ambayo inaweza kuwepo ni namna ya kutambua ni mwanafunzi gani aende na umahiri au kwenye amali ipi ambayo inamfaa. Katika utaratibu wa kawaida inawezekana watu wanaangalia kwamba kwa kuwa hakufaulu vizuri masomo fulani basi atafaa kwenye eneo jingine, lakini nafikiri serikali iweke utaratibu mzuri wa kumshirikisha mwanafunzi katika fani zile ambazo zipo za fani za amali ambazo ziko kwenye shule na kuangalia ni eneo gani hasa Mungu amempa kipawa mwanafunzi huyo ili kukiendeleza. Kama ni mchezo wa soka basi aendelezwe huko, kama ni useremala aendelezwe huko, ili baadaye awe mbunifu mkubwa katika hilo eneo ikiwa atapewa ujuzi zaidi. Atakapomaliza basi anaweza kujiajiri, na ndio changamoto ambayo sasa hivi ni kubwa sana katika taifa letu, kwamba wengi wanalenga kusoma mpaka kufika vyuo vikuu. Hasa katika utaratibu wa kawaida msomi wa chuo kikuu anatengenezwa kuja kuwa mtawala au kuongoza. Sasa walioko vyuo vya kati na waliomaliza shule wakiwa na umahiri fulani ndio ambao hawapo sokoni, na sasa hivi ndipo serikali imeamua kwa dhati kabisa kutengeneza kundi hili la watu wengi ambao ndio wajenzi wa taifa. Kwa mimi naamini katika miaka kadhaa inayokuja nchi yetu itapiga hatua kubwa sana kwa kuwa na watu wengi ambao ni watendaji na wazalishaji zaidi katika eneo la kati kabla ya kufika juu kwenye ngazi za elimu. Maanake tunazungumzia zaidi wale mafundi mchundo na wengine ambao watu wenye ujuzi. Wakati mwingine dhana ya mafundi mchundo inafanya kudogosha kidogo, lakini tunazungumzia watu wenye ujuzi, na hii haimzuii muhitimu wa ngazi hii kuendelea baadaye atakapoamua. Kimsingi ile milango bado inaendelea kuwa wazi, kwamba amefanya miaka miwili anadhani anahitaji kuongeza ujuzi kwenye eneo hilo, bado ile milango inakuwa wazi, anaweza kuingia, na hawa ndio wanakuja kuwa ni watu mahiri zaidi hata anapokuwa mtawala na kijua kile katika ngazi ya chini nini kinafanyika. Sisi ambao tuko katika sekta ya elimu, mwalimu ambaye amepita amefundisha, baadaye kutoka cheti akaenda diploma, baadaye akaenda shahada ya kwanza, baadaye akaenda masters, anakuwa ni kiongozi mahiri na anajua vizuri kile anachokisimamia. Na mara nyingi katika sekta ama wizara ambayo anapewa kunakuwa na mafanikio makubwa, kwa sababu ngazi zote ambazo anaongoza anajua nini anasema kwa ajili ya eneo fulani la umahiri.
Masuala gani yanapaswa kuzingatiwa ili matunda ya sera hii yaonekane? Kwa sababu limelengwa soko kuanzia watu waweze kumudu kujiajiri, lakini watakapoingia kwenye soko la ajira lenyewe waweze kuwa na umahiri na ujuzi ambao toshelezi. Masuala yanayotakiwa kuzingatiwa kubwa ni vitendea kazi. Kwamba tumekuwa shule zikiwa katika nadharia zaidi, kuanzia walimu wanavyofundisha, kukosekana kwa vifaa. Mtu anafundisha matumizi ya kompyuta, lakini mwalimu naye anachora kompyuta ikoje, mouse ikoje. Lakini ukienda kwa undani, inawezekana hata mwalimu, hasa maeneo ya pembezoni, pengine siku hizi inawezekana ikawa dhana kidogo imepungua, lakini kulikuwa na ukweli miaka si mingi iliyopita kwamba hata mwalimu anayefundisha somo hilo hiyo kompyuta yenyewe na namna ya kubonyeza hafahamu. Kwa hiyo tukipata vifaa vikawepo, vishikwambi vinavyozungumzwa, vitabu vikawepo, lakini kama ni shule ya michezo basi kuwe na vifaa hivyo, mipira, vifaa mbalimbali vya kujifunzia. Kama ni ususi, kuwe na vitu ambavyo vinaweza kumsaidia huyu mwanafunzi, badala ya kubaki tu amejifunza tena kama ilivyokuwa zamani darasani, ajifunze zaidi, atende zaidi. Akitoka hapo, tunadhani hata makampuni ambayo yanaajiri yanapata watu ambao watakuwa na mzigo mdogo tu wa kumwelekeza kwenye kile alichosomea, lakini akiwa na utaalamu wa kutosha na ameutendea kazi kutokana na shule alizosoma. Kwa hiyo vifaa, walimu vinahitajika sana. Kwa sasa hivi bado kuna malalamiko hapa na pale kwamba amali zimeanza, lakini bado watu wanajifunza kwa nadharia zaidi kuliko vitendo. Kwa hiyo serikali ikiongeza nguvu katika kuwekeza kwenye vifaa, kwenye vitabu na walimu, tunaamini kabisa mwaka 2028 itakuwa ni mwendo mpya ambao nchi imeanza, ambao una nuru kubwa katika siku za usoni. Mwaka 2008 Januari tunazungumzia zaidi ya wanafunzi milioni 3 watakuwa wakienda kuanza kidato cha kwanza. Kumekuwa na malalamiko na nyinyi wadau mmekuwa mkisemea miundombinu yetu mingi sio toshelezi, lakini pia hata idadi ya walimu wenyewe hawatoshi kwenye hizi shule tu ambazo wapo. Sasa tunaenda kupata ile watu wanasema boom, kama mwanafunzi wa chuo kikuu anavyolipata lile. Nini ambacho kinapaswa kufanyika ili itakapofika Januari tusionekane kama tumeshtushwa, kwa sababu hii sera ni ya muda mrefu, licha kwamba imechelewa kidogo kuanza kutekelezwa? Niposikiliza hotuba ya waziri ni kama amegusa hayo maeneo. Serikali inafahamu kwamba kuna uhaba wa miundombinu, na hii si jambo la kwanza. Hata kabla ya madarasa mawili kuingia kwa pamoja katika kidato cha kwanza, kila mwaka idadi ya Watanzania inaongezeka. Kwa kumekuwa na changamoto ya uhaba wa madarasa, uhaba wa madawati, uhaba wa walimu. Sasa katika hali ya kawaida sisi wadau na wananchi lazima unafikiria kwamba kama utaratibu wa darasa moja milioni 1 linakuwa na shida, vipi tunapozungumzia milioni 3 kwa mara moja? Bila shaka ni hali ya kufikirisha zaidi, na tunaamini kwamba kwa kupitia hotuba ya Mheshimiwa Waziri akionyesha kwamba serikali inaendelea kuboresha miundombinu, inaendelea kuajiri walimu, na ametaja takwimu, lakini kimsingi pia ni isifu ndio wizara, nafikiri pengine nimezingatia sana wizara hii, ndio wizara ambayo matumizi ya kawaida yamekuwa madogo kulinganisha na matumizi ya maendeleo. Trilioni nyingi zimewekwa kwenye maendeleo kulinganisha na matumizi ya kawaida. Huwa mara nyingi wizara nyingi inakuwa kinyume chake, matumizi ya kawaida yanakuwa makubwa, lakini ya maendeleo yanakuwa na bajeti ndogo kidogo. Kwa hiyo tunaamini kwa bajeti ya maendeleo ambayo inaonekana ni kubwa kuliko matumizi ya kawaida, inawezekana hayo yanayosemwa ni maendeleo ni pamoja na ongezeko la madarasa, pamoja na ongezeko la ajira za walimu, ili kupambana na hiki ambacho kimekuwa kikiandaliwa kwa zaidi ya miaka 14-15 iliyopita. Naam. Inaweza ikawa neema kwa wale walimu ambao kwa muda mrefu wamekuwa mitaani, hawana ajira, lakini hili linakuja.
Ni kweli ni neema kwa upande mmoja, kwa hasa kwa walimu na kwa kweli tunaona serikali inaendelea kufanya hivyo, na imekuwa kilio kwa sekta binafsi kwa sababu wanawachukua walimu wao. Mara nyingi wanapokuwa mtaani wanaokolewa na sekta binafsi, kwa maana shule zisizo za serikali, na serikali inapoajiri haiangalii yuko wapi. Na hapo kuna changamoto kidogo. Kwa hiyo kipindi cha hivi karibuni shule zisizo za serikali zimepata changamoto kubwa sana kwa maana ya walimu kuchukuliwa. Kwa hiyo inabidi tena shule zisizo za serikali imekuwa kama vyuo vya mafunzo vya kuboresha, kwa sababu inabidi tena ichukue wale walioko mtaani ambao hawana, ije kuanza kuwapika upya, wakiiva serikali inawachukua. Kwa hiyo ni neema kwa walimu, kwa maana kwamba wengi wanatamani wakimaliza masomo kwenye vyuo wapate ajira kwenye serikali, kwa sababu wanaamini kwamba ndiko kuna ulinzi zaidi. Hasa watu wavivu wanafikiri huko mpaka uje kufukuzwa ni vikao vingi vimekaliwa, wakati kwenye sekta binafsi kama watoto wa mtaani wanasema kama umezingua, inawezekana kesho yake ukawa huna ajira. Lakini tunafikiri kwa kweli sehemu kubwa ya walimu, sehemu kubwa ya watendaji ambao wanasaidia mchakato huu wa mnyororo huu wa wanafunzi wengi kuingia na hatimaye kutoka wakiwa na umahiri, wengi watapata ajira na malengo yale ambayo watu walikwenda shuleni kwa ajili yake, ili kusaidia taifa kusonga mbele. Na kwa hivyo katika kuingia katika sekta ya ajira ya serikali wanasaidia kupiga hatua kwa serikali katika maendeleo yake. Ukiwa kama mdau kwenye eneo hili, unaona kwamba hii dhana ya haya masomo ya amali inaeleweka hasa kwa wanafunzi na hata wazazi ambao wengi mawazo hao yamekuwa tu mwanangu asome afike chuo kikuu ndiko ambako yeye anaamini huyu sasa amepata elimu inayostahili? Kueleweka kwa jambo si tukio la mara moja, ni mchakato. Kwa hivyo sisi kama wadau wa elimu tunaamini kwamba linahitaji muda. Matunda yake ndiyo yatakayosababisha watu waone kumbe hiki kitu ni jambo zuri, na kuanza kuondoa kidogo kuwalazimisha watoto kufanya jambo fulani au wanafunzi kufanya jambo fulani ambalo pengine sio karama ambayo Mungu amempatia. Kwa hiyo tunaamini kwamba ni mchakato, sio tukio. Kwa kuwa ni mchakato, serikali iendelee na wadau waendelee kutoa elimu kidogo kidogo. Katika miaka si mingi dhana itaeleweka na watu wataona hatua ambazo serikali ilichukua katika miaka hii ambayo sasa haieleweki, itaanza kueleweka, na yale matunda hasa ya hiki ambacho serikali inatupitisha ndiyo yatakayotoa kueleweka zaidi kwa mtaala huu mpya au sera hii ya mwaka 2014 ambayo imefanyiwa maboresho. Yale matunda yake ndio yatakayoleta kueleweka zaidi kuliko maneno, maana hata sera yenyewe inataka tuelekee zaidi kwenye vitendo kuliko kutoa maneno. Kwa hiyo kueleweka kwake ni kwa polepole na ni mchakato, lakini hatimaye utaeleweka. Naam. Nakumbuka zamani kulikuwa kuna vyuo maalum kabisa vya ufundi ambavyo wanafunzi walikuwa wakienda kuanzia mpaka shule za ufundi zilikuwepo. Naam, kuanzia kidato cha 4 kuanzia huko, baadaye mtu anaendelea na wengi walionekana kupata tija. Baadaye vikaja vyuo kama DIT na mfano wa hivyo ambao waliwachukua wengi. Kupotea kule na sasa serikali kuja tena upya na hili la kuinua sasa kwamba jamani tuwe na masomo ya amali ili tuzalishe watu ambao ni mahiri. Uko kupotea na kuja kurejea, kuna faida na athari gani, ama kunaweza kukaleta tija yoyote? Kwa sababu kuna watu ambao wakati ule mtu anafurahia kwamba mimi nitaenda kusoma Mbeya Tech. Naam. Mwingine anasema mimi nitakwenda Ifunda Tech, yani kwamba yeye ana malengo yake anayoona huko. Nini ambacho sasa tunakitaraji? Kwanza mabadiliko ambayo nchi inapitia, kila kitu kinafanyiwa tathmini. Kupotea kwake maanake kuna jambo liliingia, sera iliingia ambayo iliruhusu kutothaminiwa kwa taasisi hizi ambazo awali zilikuwa muhimu. Lakini pia vyuo hivi vilikuwa na teknolojia pia ya zamani kidogo, na teknolojia imebadilika sana, na hata haya mabadiliko sasa ya mtaala ukizingatia pia
hotuba ya waziri imezungumzia sana akili unde na namna ambavyo tukiichukua kwa upande chanya inaweza kuwa msaada mkubwa sana, na kwa kuwa ndio ulimwengu ulipo, Tanzania sio kijiji, ni lazima tuichukue na tuangalie namna ambavyo itatusaidia katika ubora. Lakini vile vile ametoa tahadhari ya kwamba akili unde inaweza kutuangamiza, inaweza kuwa janga kubwa zaidi. Sasa kujikwaa wanasema si kuanguka. Inawezekana hapa katikati siasa zetu zilifanya mabadiliko ya wizara na kadhalika, mawaziri, kila mtu aje na cha kwake, na mifumo haikuwa imara sana. Sasa tunaona mchakato unakoelekea ni wa kitaifa zaidi kuliko uamuzi wa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo tunaamini kwamba tumeangalia mahali tulipojikwaa, taifa linapotea, na kwa hivyo kurudi huku, kurudisha sera hii na kuanza kuhuisha zile shule za ufundi na ambazo tangu wakati wa Mheshimiwa Waziri Ndalichako jambo hili lilikuwa tayari limeanza kutekelezwa, kutengeneza shule za mfano na kuziboresha, na Mheshimiwa Waziri wa Elimu Mkenda ameendelea pia kuliboresha, na ukiangalia serikali ya awamu ya 5 na sasa serikali ya awamu ya 6 wameendelea. Kwa hiyo tunaona hili jambo ni la kimfumo zaidi kuliko la mtu mmoja mmoja, kwamba akiingia anaweka angalizo hiki kilichokuwa cha waziri mwingine kinaharibika, lakini tunaona huu ni mwendelezo wa kile ambacho kilianza. Kwa hiyo sasa ni jambo la kitaifa kuona tulijikwaa wapi na wapi tunaendelea kuboresha. Kwa hiyo kurejea na kuboresha kulingana na nyakati tulizo nazo ni jambo zuri na la muhimu, na ambalo linaonyesha kwamba taifa la Tanzania sio kijiji, tuko sawasawa na wenzetu walioko China, walioko Finland, walioko mahali pote duniani, na hatuna budi kwenda sawasawa na wao, na tuangalie tu kulinda maadili yetu, lakini kuhakikisha kwamba teknolojia hatuiachi ikatupita, kwa sababu tutajikwaa mahali kama hatutakuwa nayo. Kwa ni muhimu, lakini tuangalie ni kwa namna gani tunaitumia katika ubora wake na isituangamize badala yake. Kwa jicho lako kama mdau wa elimu, nafasi ya wale walimu ambao walikuwa wakifundisha nyakati zile kwenye zile shule za ufundi hasa kwenye eneo la amali, unaiona? Naiona kwa sababu mengi ya mambo ambayo yanarejeshwa ni yale, lakini umri pia unapita. Kwa hiyo inawezekana wale walimu wengi sasa hivi wamestaafu, wanaweza tu kuitwa kwa ajili ya kutoa ushauri, nini kilikuwa kinafanyikaje, halafu ili ule uboreshaji ambao umeingia au teknolojia mpya iingie katika mahali ambapo wao waliishia, ili mwendelezo uwepo. Kuwepo kwao kwa kweli kunahitajika kwa maana ya mawazo yao, nini kilikuwa kinafanyika, lakini ikiwa walitusomesha sisi ambao sasa ni walimu na sisi tunaelekea kwenye umri wa utu uzima, inawezekana wao wengi wamekwisha kuzeeka, na kwa namna teknolojia ilivyokwenda, inawezekana wasiwe na nafasi kubwa sana katika kizazi hiki ambacho kasi yake ya kufikiri na kutenda ni kubwa zaidi kuliko wakati wote. Maana kuna vizazi hivi sasa hivi, kuna Gen Z, lakini kuna kuanzia mwaka 2014 hapa generation alpha. Hii ni ndio balaa jingine kabisa. Kwa hiyo inawezekana wakasaidia tu katika ushauri wa ile misingi tulikotoka, kutengeneza historia, lakini wasitufae kule ambako tunakwenda kwa sababu ya kasi ya dunia ilivyo kwa sasa. Umenidokeza kwamba ulifuatilia kwa karibu sana bajeti yenyewe na ukawa unarudia baadhi ya maeneo mengine na kujiridhisha na kujiridhisha. Maeneo gani ambao unahisi kwamba kwa ufupi yamekidhi matakwa yenu nyewe wadau? Maeneo ambayo nadhani yamekidhi matakwa, kwanza nimedokeza eneo la kiwango cha fedha cha bajeti iliyowekwa kwa maendeleo. Imekuwa tofauti kidogo na mahali pengine. Hii inaonyesha kwamba kweli kuna dhamira ya kweli ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba elimu kama
wanasema kilimo ni uti wa mgongo, lakini sisi wataalamu wa elimu tunadhani kwamba uti wa mgongo wa taifa lolote ni elimu, elimu, elimu. Kwa kuwekeza fedha nyingi kwenye eneo hilo la maendeleo ya sekta ya elimu, hilo jambo kwa kweli kama wadau limetukosha, na tunatamani kwamba serikali kweli itekeleze kwa kiwango cha 100%, na wabunge wajadili kwa kutazama hiyo kama eneo la muhimu sana, kwamba hata wabunge, hata madaktari, hata rais, hata waziri, msingi wake ni elimu kuanzia ngazi ya awali na kuendelea. Kwa hiyo uwekezaji kwenye elimu una tija kubwa sana sana sana. Lakini eneo jingine ambalo tumeangalia tunadhani ni zuri sisi wadau wa sekta ya elimu ni uwekezaji kwenye mafunzo ya walimu. Mafunzo ya walimu ni muhimu sana, wale ambao wako vyuoni lakini hawa walioko kazini, ili kuwageuza au kuwapeleka kwenye viwango vya teknolojia na mpango ambao wizara inataka, wasiendelee kufundisha kama banking kwamba unachukua ulichonacho unampatia mwanafunzi, unachukua unampatia mwanafunzi. Ufundishaji wa sasa unataka ushirikishaji. Mwalimu ni mwezeshaji peke yake, haimaanishi kwamba yeye ndo anajua kila kitu. Kwa kuwageuza walimu kutoka hicho walichokuwa naamini kwamba walimu wao ndo wataalamu wa kila kitu, na kuwaleta mahali ambapo hata huyu mtoto ana kitu anachokijua, isipokuwa ni kukiweka sawasawa kiende kwenye njia inayotakiwa. Mwalimu awe mwezeshaji na mtoto aweze kujenga umahiri, ili kutengeneza kitu ambacho katika miaka ya karibuni tunaonekana hata katika mataifa mengine kwa kufikiria tu kwamba inawezekana Watanzania si washindani sana, hawajiamini, lakini ili kutengeneza kule kujiamini kunaanzia katika ngazi ya chini na kunaanzia unapomruhusu mtoto kusema, kutoa maoni yake, kusema kile alichojifunza. Iko shule moja ambayo nilienda kutoa ushauri, nikabaini miongoni mwa mambo yao ya msingi mtoto anatakiwa kuuliza, ni kitu cha msingi katika Waingereza wanasema core values. Mtoto au anauliza kwa nini na kwa nini isiwe. Wakati katika shule zetu ambazo tumelelewa mwanafunzi kuuliza kwa nini inaonekana ni kosa, yani huna nidhamu. Kwa tukitoka katika hiyo mentality, wakitoka walimu huko wakajua wanafunzi wanaruhusiwa pia kuuliza kwa nini nifanye hivi, kwa nini nisifanye, sio ukosefu wa nidhamu, lakini ni kumjengea mtoto uwezo wa kujiamini na kuhoji. Tutakuwa na tofauti sana na kuweza kushindana katika mataifa mengine la ajira. Ni Moses Kiando huyo, mdau wa masuala ya elimu ambayo tumekuwa naye. Nikushukuru sana Moses. Asante sana. Naam, tulikuwa tukipiga darubini kuhusiana na bajeti ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ambayo imeomba trilioni 2.3. Mjadala utaendelea kesho bungeni, na panapo majaliwa wabunge wakiridhia wataipitisha kwa ajili ya kwenda kutekeleza kubwa ni lile la wanafunzi wa madarasa mawili kuanza kidato cha kwanza mwaka 2028. Naitwa Nurdin Selemani. Ndivyo ambavyo natamatisha uchanganuzi kwa leo. Panapo majaliwa tukutane tena Jumatatu kwa kipindi kingine. Kutakie tu usiku mwema.